mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitasahau watoto wako. Bwana abariki andiko. Amen, thank you. Hiyo ndio njia ambayo tunaiona kwamba wakati Bwana anapozungumza pamoja na Hosea katika nyakati hizi za mwisho, kulipaza kanisa sauti ya kwamba wanakwenda vikundi wakikusanyika kwa kumtafuta Bwana. Kwa hivyo katika njia hiyo ya kwenda vikundi, wakaenda vikundi wakiwa wanaamini sheria ya dini, na wakaenda vikundi wakiwa wanaamini sheria ile ambayo pastor wao anawapea. Lakini tazama, akarudi tena akasema kwamba watu wako wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ni maarifa gani haya ambaye Kristo leo amekuja kulipea kanisa? Ni maarifa ya mwanadamu kuamini mwili, matendo ya mwili, na kutoamini matendo ya rohoni. Sasa wakati wanapofuata mwili, basi maangamio inazidi kuingia katika roho wala katika maisha yao, na wakati wanapozidi kuangamia katika uangamifu wao, wanajiona ya kwamba wao wako vizuri. Ndipo akasema ya kwamba yeye atakuja kuwakataa na kataa na watoto wao. Wakati Kristo amenituma katika ulimwengu, akaniambia nihubiri kuhusu kukuja kwake Yesu, na nisielekeza wanadamu katika roho ya dini, bali nielekeza wanadamu kumjua Yesu na kumtafuta Yesu, ili nisije nikaangamia pamoja na watoto wale wenye Yesu Kristo amenipa. Kwa hivyo tujue ya kwamba wakati tumefika na muda tunaishi, watu wanaangamia, watu kwa sababu ya kutoelewa neno lake Kristo Yesu. Shetani amekuja anapigana na watu wengi. Shetani amekuja analiteza kanisa. Shetani amekuja anaangamisha kanisa. Lakini tawaambia watu wa Mungu, majira na masaa, muda na siku jinsi vile imefika, wewe kukaa chini na kutafakari na kuangalia kwamba unatembea sawasawa na jina la Kristo, unatembea sawasawa na Yesu Kristo, au unatembea sawasawa na dini yako, au unatembea sawasawa na pasta wako, unatembea sawasawa na jina la Yesu Kristo. Taanza kukaa chini na kuyangalia na kuyatafakari.